Sasa watu wa Mungu, kwa upole naomba niwaulize swali moja. Kuna mtu ambaye yuko tayari kukana mzigo nyumbani? Hamna. Maana mzigo ni unachosha. Amina kubwa watu wa Mungu. Unakana kitu ambacho hakiwezi kufanya lolote, a rubbish pit. Amina kubwa watu wa Mungu. Mzigo hawezi kukufanyia kitu chochote. Tupo kuwalea watoto ili waje kutusaidia in future. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa kama una keep mzigo utakusaidia nini? Kwa hiyo wazazi, kuepukana na yote hayo, tujifunze kuwalea watoto katika njia njema. Amina kubwa watu wa Mungu. Na Mungu basically yupo kuongea na wamama. Niulizeni kwa nini? Responsibilities za baba kwa mtoto ni kuhakikisha mtoto amepata mahitaji yake yote. Responsibilities za mama kwa watoto ni kuhakikisha watoto wanalelewa katika njia njema. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Wababa wanaenda huko kazini kutafuta kipato. Leo mwanangu atakula nini? Leo mwanangu atavaa nini? Lakini wewe kama mama uliyekaa nyumbani ndio unatakiwa umfunze mwanao tabia njema. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini naomba niwaambie pia kitu kingine. Mungu anapokupa huyo mtoto huaga anatoa kilo 2, nyingi sana 4. Pamoja hata hivyo na mimi nilizaliwa na kilo 6. Sasa Mungu anapokupa mtoto wa aina hiyo anamaanisha kwamba umshape vyovyote vile unavyoweza wewe. Amina kubwa watu wa Mungu. Yaani wewe ukiamua mwanangu anataka awe ana tabia hii, atakuwa nayo, kwa sababu wewe kwa muda ule unakuwa unamshape kwa njia yote anayotaka. Maana hata kidunia inasemekana samaki mkunje angali mbichi. Amina kubwa watu wa Mungu. Mtoto anafunzwa akiwa bado mdogo. Akiwa mkubwa usipomfunza dunia itakufundishia. Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo mtoto anapokuwa mdogo jifunze kumshape vizuri. Amina kubwa watu wa Mungu. Alafu baadhi ya wazazi huwaga wanakosea. Huwaga wanasema hivi, akimwona mtoto hajashika maneno ya Mungu anasema huyu bado mdogo bwana. Lakini akimwona mtoto anaimba mabeti ya nyimbo za dunia ndo anajisifia kwa rafiki zake, mwanangu anawajua hawa watu, anajua kuzimba sana hizi nyimbo. Kwa nini usiseme na kutokujua yale mabeti mwanao bado mdogo? Amina kubwa watu wa Mungu. Mtoto anapokuwa bado mdogo, shetani anapanda mbegu yake. Ndio maana God is saying that when they slept, the enemy planted something. Amina kubwa watu wa Mungu. Walipolala, adui alipanda nini? Mbegu. Mbegu gani? Mbegu ya kuto kusikiliza wazazi wake. Mbegu ya kutowaheshimu wazazi. Mbegu ya ukaidi. Amina kubwa watu wa Mungu. Mbegu ya kushika vitu vya dunia tu. Mtoto hawezi hata kusema mstari mmoja wa Biblia. Ndipo unakuja kugundua shetani alishakuwahi mzazi. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini sasa hivi wazazi inabidi mzazi ndio umwahi shetani kabla shetani hajakuwahi wewe. Amina kubwa watu wa Mungu. Wewe umshinde muovu, sio muovu akushinde wewe. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Wazazi naishi tunaelewana. Lakini to parents only out of children. Let's speak the last thing but not the least. Naomba tujifunze Mithali 22 mstari wa 6. Imeandikwa, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amina kubwa watu wa Mungu. Njia yoyote ambayo unamlea mtoto wako ndio atakuwa nayo hadi anapozeeka. Mfano hai, unaweza ukamwona mzee anapishana na binti. Yule binti anamwambia mzee, shikamoo baba. Yule mzee ananiambia, unaniambia mimi shikamoo ili uninyime nini? Kwa unamkuta kumbe yule ni mzee mpombavu, na hiyo tabia katoka nayo kwa wazazi wake. Wazazi wake walishindwa kumlea katika njia impasayo. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini pia simaanishi kwamba wazee wenye busara hawapo, bado wapo. Amina kubwa watu wa Mungu. Mtu analelewa katika njia njema na mzazi wake. Unaweza ukamwona sasa mzee anapishana na binti. Yule binti anamwambia shikamoo baba. Yule mzee anamwambia marahaba mjukuu wangu. Kwani umevaa nguo ambazo hazina adabu? Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo leo tunakuja kufahamu kuwa hadi wapumbavu wanazeeka. Amina kubwa watu wa Mungu.
Kwa hiyo unaweza ukasema ngoja nikaombe ushauri fulani kwa mzee, lakini ule mzee unaenda kumuomba ushauri, kumbe sio mmoja wa wazee wenye busara. Amina kubwa watu wa Mungu. Na hisi mpaka hapo tunaelewana watu wa Mungu. Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni nini? Mzazi, jitahidi kumlea mtoto wako katika njia nzuri, ili hiyo njia asiache hata atakapokuwa mzee. Amina kubwa watu wa Mungu. Ili mtoto wako awe mmoja wa wazee wenye busara. Mtoto wako usije ukaanza kumjutia baadaye. Amina kubwa watu wa Mungu. Maana Mungu anasema kuna siku utajutia kwa nini nilimzaa. Tunaona sasa hivi watoto kwa ajili ya uchu wa mali wanawaua hadi wazazi wao. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa kama yule mzazi ambaye angeuawa angalijua, angemuua yule mtoto kabla yake. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa hivi haya yote yanatokea kwa sababu watoto hawajafunzwa katika njia njema. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini naomba pia niwaambie kitu kidogo tu wazazi. Unajua kwa nini muda mwingine watoto waga wanakuwa na dharau kwa wazazi? Kwa sababu watoto hawajajua thamani ya mzazi. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa wewe siku iwe ni Jumapili, chukua siku masaa 12, kaa na mwanao. Mwambie hivi, mwanangu, unanijua mimi ni nani? Mimi ni mzazi. Na unajua nilipata taabu gani kukulea wewe mpaka ukawa hivyo ulivyo. Jaribu kumwonyesha mtoto wako thamani yako. Amina kubwa watu wa Mungu. Akijua thamani yako, atakuwa na uoga wa kukudharau, atakuwa na uoga wa kukukaidi, atakuwa na uoga hata wa kukutendea mambo mabaya. Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo mzazi, jaribu kuonyesha thamani yako kwa mtoto. Lakini watu wa Mungu, unapomwona mtoto ana tabia hizo zote mbaya, which action do you take? Mungu anatuambia katika Mithali 22 mstari wa 15. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, bali fimbo na adhabu vitaufukuzia mbali. Amina kubwa watu wa Mungu. Unaweza ukamrudi mwanao kwa fimbo, lakini pia unaweza ukamrudi mwanao kwa adhabu. Amina kubwa watu wa Mungu. Unaweza ukawanunulia ndugu zake wote vitu vizuri, afu yeye umnunulia, afu unamwambia, unakumbuka ulichonifanyia? Unakumbuka sehemu fulani hukuniheshimu na mimi sikununulia. Kwa hiyo yule mtoto itakuwa inamuuma. Baba hajanunulia kitu fulani, baba hajanunulia begi la shule kwa ajili mimi sikumheshimu. Next time ni lazima nimheshimu ili naye aninunulie kitu fulani. Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona somehow una change the behavior ya mwanao. Mwanao anakuwa mtoto mzuri. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Sasa wazazi, nahisi mpaka hapo tumeelewana. Si ndio watu wa Mungu? Any question? Swali lolote? Amina. Naomba nihamie kwa watoto. Watoto wenzangu, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wenzangu, kama mlivyosikia mimi kama mtumishi nilivyokuwa naongea na wazazi, sasa kati ya wewe na mzazi kila mtu ana pati yake ya kucheza. Na wewe mtoto kuna part inabidi uchukue. Amina kubwa watu wa Mungu. There is something that you must note to your parent. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Sasa naomba niwaambie watoto wenzangu. Watoto wenzangu, tujifunze kujiombea wenyewe. Kwa vile wazazi wanavyotufundisha kukua kwa imani. Amina kubwa watu wa Mungu. Naomba niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeanza kujiombea mwenyewe tangu niko mdogo. Maana huaga ninaamini kitu kimoja, na mpaka sasa hivi naomba niwaambie kitu kimoja. Kwa nini sasa hivi watu wanatangatanga kwa nabii yoyote, hata kama ni nabii wa uongo? Kwa nini wanapenda kutangatanga kwa manabii hao? Kwa sababu tangu watoto hawajajifunza kujiombea wenyewe. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa kwa kuwa sisi tumebahatika kuwapata wazazi kama hawa ambao wanamjua Mungu, na sisi inabidi tujifunze kujiombea wenyewe kama Mungu anavyotuambia katika Ezekieli 2 mstari wa 1. Mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina kubwa watoto wenzangu. Mbona mmepoa? Mpigieni Yesu makofi.
Shalom. Watoto wenzangu, tujifunze kujiombea wenyewe ili Mungu sasa aseme na sisi. Amina kubwa watu wa Mungu. Kama nilivyowaambia, mimi nimeanza kujiombea tangia nikiwa mdogo. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini pia kufunga hadi leo nimezoea. Ninafunga 3 kavu bila kula wala kunywa chochote. Kwa nini? Huo msingi nishajijengea tangia udogo wangu. Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo watoto wenzangu, tujifunze kufunga. Lakini pia kama nilivyowaambia, tumepata bahati ya kupata wazazi kama hawa. Kwa hiyo tujifunze kufata nyayo zao. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini hapa duniani huwezi kuishi bila ratiba. Mimi kama mimi naomba nikuelezee ratiba yangu. Jumatatu ni siku ambayo ninajiombea mimi kama mimi. Yaani nachukua masaa kujiombea mimi kama mimi tu. Mungu aendelee kunitia nguvu, aendelee kunipa afya njema, niendelee kulihubiri neno lake. Jumanne ni siku ya kuiombea familia yangu yote, mama yangu na dada yangu. Jumatano ni siku ya kuombea walimu wangu na shule yangu iendelee kufanya vizuri, maana shule yangu mimi inafanya vizuri sana. Alhamisi ni siku ya kuombea watumishi wote, Mungu azidi kuwatia nguvu, maana kuna mambo mengi anapitia yanaweza kuwakatisha tamaa. Kwa hiyo Mungu azidi kuwatia nguvu. Ijumaa ni siku ya kumwombea rais wangu na viongozi wote wa nchi na watu wote wa nchi na wananchi wote. Jumamosi cha kwanza saa 3 kamili ninamwombea tena rais wangu. Lakini cha pili ninawaombea wagonjwa waliopo hospitalini waweze kupona, waendelee na biashara zao ili walipe kodi kwa wakati. Lakini pia ninawaombea na wafanyabiashara wote wafanye biashara zao vizuri, ziende vizuri ili walipe kodi kwa wakati, nchi yetu ipate maendeleo makubwa. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa baada ya hapo ndipo napata muda ya kujiunga na watu wa Mungu wa Lindi vijijini kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Sasa wewe kama mtoto, ratiba yako umeipangiliaje? Tunatakiwa tuzipangilie ratiba ili tupate muda wa kujiombea sisi wenyewe, nchi nzima, familia, mashule, kila kitu kiendelee vizuri. Bila kupanga ratiba hamna kitu ambacho kitaenda vizuri. Amina kubwa watu wa Mungu. Na Mungu sasa hivi anamtegemea kila mtu kwa ajili ya kulihubiri neno lake, sio mkubwa wala mtoto. Ndio maana mimi hapa shule zikifunga kwenye likizo zangu waga naenda Lindi vijijini kulihubiri neno la Mungu. Simtegemei mama wala dada Oprah. Amina kubwa watu wa Mungu. Najitegemea mimi kama mimi. Maana hazina yangu mbinguni naenda kuijibia mimi kama mimi, haendi kuijibia mama yangu. Amina kubwa watu wa Mungu. Mungu ataniuliza ulifanya nini wewe kama wewe. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa dunia inaweza ikaisha muda wowote. Na naomba niwakumbushe kitu kimoja. Mungu anatuambia katika Marko 16 mstari wa 15, enendeni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Hapo Mungu hajasema kuwa wamama na wababa ndio waende kuhubiri injili, hapana. Mungu kamaanisha kila mtu hadi watoto. Amina kubwa watu wa Mungu. Ndio maana hata ukisoma katika historia ya Yona kwenye kile kitabu cha Yona, alivyoenda kuwaambia Ninawi kuwa watubu dhambi zao maana wataangamia, hadi watoto wadogo kwa wakubwa walijivika magunia wakafunga na kuomba. Amina kubwa watu wa Mungu. Sasa na sisi kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu inabidi kila mtu, mtoto kwa mkubwa, alihubiri neno la Mungu, maana dunia inaweza ikaisha hata kesho. Sasa Mungu akakuuliza wewe kama mtoto ulifanya nini duniani? Utamjibu nini Mungu? Utamwambia nini ukimwona? Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo tuwahi mapema, tuhubiri injili ili tupate cha kujibia, ili tuzijenge hazina zetu mbinguni. Amina kubwa watu wa Mungu. Tupate mahali pa kukaa mbinguni, maana mbinguni matendo yako ndiyo yanayokupeleka. Sio hela, sio kila kitu. Kila kitu kitaachwa hapa duniani, maana kila kitu kimeombwa hapa duniani. Amina kubwa watu wa Mungu. Tutaondoka sisi kama sisi kwenda kujibia.
Sasa wewe kama mtoto, andaa hazina yako ambayo itakufanya uende mbinguni. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Na hisi hapo watoto, mpaka hapo tumeelewana. Ndio maana mimi nimekuwa kiimani mpaka naenda kulihubiri neno la Mungu. Maana najua nikihubiri neno la Mungu najiwekea hazina ya kule mbinguni. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina. Sasa baada ya kusema hayo,